nadhani ni vitu vikubwa sana. Mimi nawapongeza wote mliofanya kazi hii. Uwekezaji wa serikali kwenye eneo hili, lengo ni moja, ni kuboresha usafiri na usafirishaji wa mizigo katika Ziwa Victoria. Unajua kuna Watanzania wengi wako ukanda wa ziwa, na ziwa hili ni moja kati ya maeneo ambayo yanawezesha uchumi wao. Kwa hiyo kukiwa na urahisi wa usafiri katika ziwa ni uhakika wa kukua kwa uchumi wa kanda ya ziwa. Kwa hiyo hii meli kwa lugha za Kikinga ni game changer. Inakuja kuleta mapinduzi kwenye uchumi wa kanda ya ziwa, kwenye uchumi wa Tanzania, kwa sababu tofauti na meli zingine, meli hii itakuwa inasafiri pia kwenda nchi jirani. Na hayo ndio yalikuwa malengo ya serikali, kwamba sasa tumekuwa na vyombo vingi vya usafiri majini katika maziwa yetu, lakini tumekuwa na uchache ama ukosefu wa vyombo vinavyotuunganisha na nchi majirani. Kwa leo kuna jengwa meli hii hapa Ziwa Victoria, kuna jengwa meli Ziwa Tanganyika, tunajenga meli Ziwa Nyasa pamoja na Gati. Lengo la serikali ni kwamba sasa katika maziwa yetu haya makuu tuwe na vyombo vya usafiri, meli zinazoweza kutuunganisha na nchi majirani, ili watu wetu kwanza waweze kunufaika na fursa ya uwepo wa nchi jirani zinazotuzunguka, lakini pili tukuze uchumi wetu, kwa sababu kuna uchumi mwingi sana ambao tunaweza kuupata kutoka kwa majirani zetu na wao wakaja kwetu. Kwa hiyo ni kubadilishana. Kwa hiyo huku ndio ku-unlock, kisikia tu unlock opportunities ndio hii. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana, naamini kuwa ndugu zangu Komba na wenzako mmejifunza kwa Korea waliokuja hapa kufanya hii kazi, na ndugu yangu Mwingira, naamini kwamba tumejifunza kutoka kwa wenzetu wa Korea. Muhimu ni kwamba tunapojifunza tujipange kuhakikisha vifaa hivi vinadumu muda mrefu. Itakuwa haina maana viongozi wetu wamekuwa na maono haya makubwa, wamewezesha kujengwa kwa meli hizi kubwa, alafu baada ya miaka 2-3 meli zimebaki zimeharibika, hatuwezi kuzitengeneza. Ni vizuri kila mmoja ambaye anahusika kwenye hii miradi mikubwa akaona wajibu wake wa kuhakikisha anajipanga kuhakikisha miradi inakuwa endelevu na inawanufaisha Watanzania. Kwa hiyo tunawashukuru viongozi wetu pia, marais pamoja na wote walioshiriki katika kazi hii. Kazi kubwa imefanyika tangu mwaka 2021 kuitoa kazi 33% mpaka kufika 98%, leo haikuwa kazi ndogo, lakini mimi nimefurahi kwamba tumeingia kwenye hiki chumba cha kuongozea meli cha kisasa kabisa. Na mimi tangu nizaliwe ndio siku ya kwanza leo nimekizungusha hiki kidude, manake nimezoea kuona kwenye sinema tu na kwenye TV inavyokwenda. Na hii ndio ile au sio? Meli inaposogea na inapoondoka zake, au sio? Inatoa taarifa. Tunashukuru sana, moja na vingine vingi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mradi huu una urefu wa kilomita 3 na upana wa mita 28.45 na una barabara unganishi kilomita 1.66. Mradi huu una wilaya mbili. Hapa tulipo ni wilaya ya Misungwi, lakini upande wa pili kule ni wilaya ya Sengerema. Lakini daraja hili pia linaunganisha barabara kuu ambayo inaanzia Usagara kwenda Sengerema hadi Geita, ambayo kimsingi barabara hii ni miongoni mwa barabara zilizo kando mwa ushoroba wa Ziwa Victoria, ambayo inaanzia Silali mpakani mwa Tanzania na Kenya hadi Mutukula mpakani mwa Tanzania na Uganda. Kabla ya hili daraja limekuwa ikiunganishwa na vivuko vikuu vitatu. Kuna MV Mwanza, MV Misungwi na MV Sengerema. Kulingana na idadi kubwa ya magari na abiria wanaopita, wamekuwa wakitumia takriban masaa mawili au zaidi kuvuka kutoka upande moja kwenda upande wa pili. Lakini daraja tutakapokamilika itakuwa ni dakika 3 takriban kuvuka. Daraja hili linajengwa na kampuni mbili za kutoka China. Ya kwanza ni China Civil Engineering Construction Corporation, akiwa amefanya joint venture na China Railway 15 Bureau Group. Hizi zote ni za kutoka China, lakini wameweza kutoa subcontract kwa makampuni 9, yote ni ya wazawa. Ni kwamba mradi huu kwa sasa hivi tumefikia 99% za utekelezaji, tumebakia 1%, na hiyo 1% tunamalizia kazi za pembeni ambazo tunaweka
kwenye sehemu za kupita watu kwa miguu, kama mvyoona tunaweka paving blocks na kazi nyingine ndogo ndogo. Lakini pia kwenye huu mradi jumla ni kilomita 4 na mita 166 urefu wa mradi wote, kwa maana daraja ni kilomita 3 kamili na barabara ni kilomita 1.66. Hapa tulipo ni daraja la Kigongo Busisi, linaunganisha wilaya mbili, wilaya ya Sengerema na wilaya ya Misungwi katika mkoa wa Mwanza. Mradi wetu mpaka leo umefika 99%. Ni mradi mkubwa ambao umetekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa suluhisho la usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa. Huu ni moja kati ya miradi ambayo inategemewa kuchechemua uchumi wa Tanzania kupitia ukanda wa kanda ya Ziwa. Na ukanda huu una uchumi mkubwa ambao unahusisha nchi majirani nyingi. Kupitia daraja hili kuna namna ambavyo tunakwenda kuchechemua uchumi kwa kushirikisha nchi majirani ama kwa kushirikiana na nchi majirani. Kupitia daraja hili tunapata kiungo cha usafiri na nchi za Burundi, Rwanda, Kongo, hata kwenda Uganda kupitia kwenye daraja hili. Lakini limekuja kama utatuzi muhimu wa usafiri kwa wakazi wa kanda ya Ziwa ambao walikuwa wanavuka eneo hili kwa kutumia vivuko. Walikuwa wanapoteza zaidi ya saa 4 kwenye kivuko wanasubiri kuvuka. Serikali imeamua kuwekeza hapa. Fedha zitakazotumika hapa ni zaidi ya bilioni 700 mpaka kukamilika. Na sasa hivi kazi zilizobaki ni ndogo ndogo za kuchora hizi alama za barabara, lakini pia kuweka maeneo ya kutenganisha kati ya watembea miguu na magari, lakini pia kule kwenye barabara ambazo zinaingia kwenye daraja na kwenyewe kuweka zile pavement, yale maeneo ya pembeni. Lakini kwa sehemu kubwa daraja limekamilika. Kinachosubiriwa sasa ni Mheshimiwa Rais kuja kufanya uzinduzi rasmi wa daraja. Ni jambo kubwa la neema, kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya uwekezaji mkubwa wa daraja kubwa Afrika Mashariki na Kati. Daraja kubwa namba 6 barani Afrika. Ni moja kati ya madaraja ambayo nchi nyingi za Afrika zitakuja kujifunza. Hapa ni kama vile tumeunganisha kisiwa na kisiwa ni kupitia daraja hili. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Naomba taarifa hii wafikie vizuri wa Tanzania na niwapongeze sana wakazi wa kanda ya Ziwa. Wamepata usuluhisho wa muda mrefu. Tuliwahi kusafiri hapa kabla ya daraja, tunajua adha yake. Uhai wa hili daraja ni miaka 100 na likiendelea kuboreshwa maana yake tunaweza tukapata uhai wa zaidi hapo. Kwa hiyo ni kazi kubwa iliyofanywa, ni moja kati ya miradi mikubwa ya ukanda huu wa Ziwa. Tunafurahi kwamba mradi hatimaye umefika mwisho. Nampongeza sana na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Serikali ya awamu ya 6 wakati inaingia madarakani, ujenzi wa daraja hili ulikuwa 25%. Awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha mradi huu kwa asilimia, sasa tunakaribia 100, tuko asilimia 99. Actually asilimia 1 iliyobaki ni ya kwa ajili ya hizo kazi ndogo ndogo nilizozisema. Tunasubiri tukio kubwa la uzinduzi wa daraja. Jamani, mimi kwa jina naitwa Meja Songoro, ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Songoro Marine. Kama nilivyoongea awali, kampuni ya Songoro Marine ni kampuni ya kizalendo, kampuni ya wazawa, na kwa kweli tunataka kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 na tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa kuendelea kuhakikisha kampuni za Watanzania zinapewa dhamana. Kwa kweli hili ni jambo la kujivunia sana, na sisi tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba hivi vivuko vinakamilika kabla mwaka huu wa Septemba haijaisha, ili viweze kwenda kwenye sehemu husika na kutoa huduma. Sote tumejionea, tumetembelea miradi 5 ya vivuko vipya. Tukianzia na ule wa Buyagu Mbarika, tukaangalia Ijinga Kangala, tukaangalia kivuko ambacho kitakwenda kuongeza kivuko cha pili pale Kome,
na tumeangalia kivuko cha pili kinachoenda kuongeza kivuko pale Kisoria Lugezi, na tumeangalia kivuko kingine ambacho kinakwenda Bwiro Bukondo cha mwisho kabisa kule. Kwa hiyo nawakaribisha, na ni utekelezaji kama nilivyosema awamu ya 6. Tunaendelea kupiga mwingi, na gharama ya ujenzi wa vivuko hivi vyote kwa ujumla ni bilioni 18 za Kitanzania, bilioni 18.6 pamoja na US dola milioni 3.7, ambazo ukizijumlisha kwa pamoja kwenye ujumla tunakuwa tunajenga hivi vivuko karibu kwa bilioni 28. Tunatekeleza miradi katika Ziwa Victoria, tunatekeleza miradi katika Ziwa Tanganyika, tunatengeneza miradi katika Ziwa Nyasa. Huko kote tunatoa suluhisho la usafiri na usafirishaji katika maziwa yetu. Hii miradi hapa ya hivi vivuko vitano bilioni 28 inatekelezwa chini ya TEMESA. Sasa kuna miradi mingine ambayo inatekelezwa chini ya taasisi inaitwaje? Tashiko. Kuna miradi ambayo inatekelezwa chini ya Tashiko, ambayo pia ni ya ujenzi wa vivuko na meli kwenye maeneo mengine, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na pia katika bahari yetu ya Hindi. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa, na miradi hii yote imeanza kutekelezwa mwezi Mei mwaka 2022. Kwa hivyo serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa baada ya kusikia kilio cha muda mrefu cha wananchi wanaoishi katika maeneo yetu ya maziwa kupata shida ya usafiri. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hamna kitu kinamsikitisha kama akiona watu wake wanasafiri kwa mitumbwi, akipokea taarifa watu wamekufa ziwani kwa sababu wanakosa usafiri. Zile picha zinamuumiza sana. Na nataka niwaambieni, kuna picha moja hivi ya wanafunzi wanakwenda shuleni wanasindikizana kwa mtumbwi. Imemgusa sana Mheshimiwa Rais, na akaamua sasa ni lazima vivuko vipya vitengenezwe, lakini vya zamani vikarabatiwe. Mkiangalia hapa Songoro Marine pia kuna vivuko vinavyokarabatiwa ambavyo vilikuwa vimesimama kwa muda mrefu na havitoi huduma. Vinakarabatiwa virejee, kwa sababu tunataka kutoa suluhisho la usafiri katika maeneo ya maziwa yetu. Kuna uchumi mkubwa sana katika maeneo haya, na kuna watu wengi wanaishi visiwani wanahitaji usafiri. Tunajenga kuanzia vyombo vya usafiri wa abiria, vyombo vya usafiri wa mizigo, lakini pia tunajenga vyombo kwa ajili ya usalama, kwa ajili ya kusafirisha wagonjwa, kwa ajili ya doria. Unajua haya ni maeneo ya mipakani, kwa ajili ya kulinda mipaka ya nchi yetu. Kwa kazi kubwa inafanyika kwenye maeneo haya na inakwenda vizuri. Mengine tutazungumza kesho kwenye mkutano wa msemaji mkuu wa serikali. Sawa jamani?